tutafika huko baadaye. Ndio maana nikasema nimekuja kwa ajili ya mtu mmoja aliyeng'ang'ana, aliyesumbuka, aliyepitia shida, aliyepitia hali ngumu, ametamani kitu fulani katika maisha yake. Kufunga na kuomba, amefunga kama siku 40, amefunga siku 7, akifungua lakini bado hajapata jibu. Jibu leo liko. Bwana Yesu asifiwe. Leo atapata jibu. Ni nini chenye alistahili kufanya? Ni nini chenye anastahili kufanya? Wenda hapo umekuwa ukisumbuliwa na mchumba, umesumbuliwa kazini, huna kazi. Bila ukianzisha kanisa watu wanajaa, baada ya 2 weeks wanaondoka. Shida ni nini? Kila ukianzisha uchumba, unapata na girlfriend, ama unaweza hata ukaoa na harusi, lakini baada ya mwezi, shida ni nini? Tutakuwa tunajua hapo mwishowe ni kumalizia ibada. Tusomewe Mathayo 6 kuanzia pale mstari wa 9 hadi 13. Ujumbe wangu ni jinsi ya kuomba. Kama una kalamu na kitabu utapitwa tu, maana huwezi gram mpaka uandike. Tuende. Biblia inasema, basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehavyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Biblia inasema, basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Hii ni sala ambayo wanafunzi wa Yesu walikuwa hawajui kuomba. Na kwa sababu walikuwa hawajui kuomba, ninaona wakimuuliza Yesu maswali. Je, Rabi, tutaomba namna gani? Kama vile ambavyo tunawaagiza. Kuna ibada za Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa, lakini wewe haupatikani kwa ibada. Ukija kwa ibada unapatikana siku ya Jumapili peke yake. Utajuaje kuomba ili hali wanafunzi wa Yesu walikuwa hawajui kuomba? Na ninaona wakiuliza Yesu maswali. Je, mbona wewe usije ukauliza Pastor Wilton maswali kuhusu jinsi ya kuomba? Muda mwingi nimetembea, ukivuka feri, ukienda Lungalunga, ukienda Nairobi, ukienda Tanzania, ukienda Uganda, ukienda Kongo, utasikia kiongozi yoyote wa ibada akisema tunyanyuke kwenye miguu yetu tuanze kumshukuru Mungu. Ni ukweli ama ni urongo? Kwa nini tunainuka kwenye miguu yetu kila tunapofika kwa ibada? Tunamshukuru Mungu. Ukisoma Agano la Kale, wakati wa kina Musa, Biblia inasema ukimpata mwanamke anafanya usherati apigwe jiwe auawe, wakati wa kina Musa. Lakini wakati wa Yesu ni mgumu. Biblia inasema ukimtazama na kumtamani umeshazini naye. Amen. Ni kwa nini uingie katika siku zako za maombi, siku 40, siku 3, ama uingie kwa ibada uanze tayari kumshukuru Mungu, ili hali umepita kule barabarani, ili hali labda ile pikipiki ulioabiri haikosi aliyekubeba alikutazama akakutamani akasema salale, ningelipata yule mwanamke akawa wa kwangu. Wajua tayari alikuwa amekunajisi. Wajua hilo? Na kwa nini uliingia kwa ibada ukaanza kumshukuru Mungu ili hali wewe ni mchafu? Ndio maana Biblia inasema hawajui jinsi ipasavyo kufanyaje? Kuomba. Watu wengi wameokoka lakini hawajui kuomba. Na vile tunavyoongea hivi, kuna wengine sasa hivi ni saa 11, lakini itakapofika saa 12 utafanyaje? Utakuja hapo baadaye. Yaani umri umesonga. Unajua kuna umri wa kuolewa. Yes. Kuna umri wa kuzaa. Yes. Ukifikisha miaka 42 kama mimi saa hii utazaa nani sasa? Hata miujiza ya Mungu tu. Na mwanadada yuko mahali akona 21 anachumbiwa, anasema mimi bado nasoma. Mimi bado mtoto wa mama. Wewe unajua mtu anabeba mimba miezi mingapi? Alafu kwa uchumba si mnaenda kwa uchumba tu. Kisha olewa si mnaenda hali ni Zanzibar Tanzania. Mkataka kama miezi 6 utashika mimba sio? Kama kuna 21 years kufika utakuwa na 22. Alafu kama bado na mimba atakuwa na 23. Time wasted will never be recovered. Amen. Don't waste time. Kwa sababu 42 years, 39.
kwa unataka kumzaa nini? Okay, nimejikuta nimeenda huko lakini bado tuko pale. Huyo first born unataka kumzaa late. Wewe unasema wewe bado ni mtoto wa mama. Huyo atakusaidia nini? Unataka kusaidia ukiwa na 92 years. Kwa hiyo sasa hivi leo ukipiga mahesabu na hao vijana leo wanajosumbua huwa waelewe. Yaani ungelikuwa tu na uwezo ukapata mchumba, olewa at 21 years, utakuwa upiga mahesabu mazuri. Lakini sisi tuliolewa kuchelewa kwa sababu ya madhabahu za wazazi zilitusumbua. Kwanza mamangu aliolewa na mke wa pili. Sasa roho iliyokuwa ndani ya mama ilinisumbua sana. Ningepata wanaume lakini watakutumia na hakuna roho ya ndoa ndani yangu maana mamangu alikuwa ni kwa pili mpango wa kando. Yes. Ile siku nilivunja hiyo roho inaitwa talaka. Walikuja wanaume 7. Je, wewe ni mrembo na bado hujaivunja? Tutakuwa tunajua leo. Yesu asifiwe. Amen. Yaani unaweza ukachezewa. Walipokuja wanaume 7 akaja mmoja na Prado, mwingine akaja wa pikipiki, mwingine akaja sijui ni anafanya poti, lakini huyo wa pikipiki ndio niliolewa kwake na alifika class 8. Mimi nilifika form 2. Na unajua kwa mambo sasa hivi. Angelikuwa huyu ndio nilikuwa kwa mambo. Unajua mrembo alikufa. Sasa nendeni na mawazo yenu. Nendeni na akili zenu. Tafuta figa kabisa. Tafuta under 18. Hata sisi tulikuwa warembo lakini naona tunacheka. Ndio. Figa uisha. Yes. Kama ulioa figa itaisha. Yes. Nakumbuka nilikuwa najipodoa mweupe, ukiingia kwa mtandao ukinifananisha mwenye nimesimama hapa na mwenye niko kule kwenye Facebook ni watu wawili tofauti. Amen. Lakini baada ya kupigwa na roho wa Mungu na kuambia acha hivi, nenda hivi, fanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisikia nikisema mambo ya usharati, mimi nimekuwa msharati mbaya sana. Unajua sana sijui. Yes. Sasa ni mtu mbaya sana kwa usharati. Anaweza akaja mahali maana na sauti nzuri akaangusha huyu mchungaji akaanguka naye. Anasema kaanguka naye. Yes. Wasanii wanapendwa, si mchezo. Yesu asifiwe. Amen. Sasa juzi umesikia kwa mtandao Rose akitajwa. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Wala unafikiri ni urongo? Ni ukweli. Lakini yeye atarudi kule akataa na watu wote kwa sababu yeye anajulikana, watu wote watakubali. Hata ikosi labda walianguka naye. Lakini yeye watu wanamsikiliza sana. Sababu nyota yake ni kuu. So, wasanii usicheze nao. Tuko hivyo vile tulivyo. Weza shika mic kisha unaomba namba yako bana. Mpaka vile nilivyovunjwa mguu nikaikwa chuma ndio nikaacha usherati. So nilipoanza na hiyo mtu amekasirika, mwingine sijui ameenda wapi. Na ujui kama mimi nilikuwa katika hiyo shida. Na unataka utoke pia wewe baada ya kuhubiriwa. Hata mimi nilihubiriwa ndio nikatoka. Na nilipokataa manake kunanga tendo nzuri kama lile la mapenzi na kutokozana. Taki sana. Na muda mwingi kitendo cha ndoa, kitendo cha ngono kinasababisha watu wengi wamepoteza vitu vingi. Bwana Yesu asifiwe. Nyota itazima. Yes. Hata kama ulikuwa na degree, ukienda kutafuta kazi, spirit of rejection. Yes. Because of sex. That is why nachukia sex. Amen. After kukombolewa. Weza kuwa wewe ni mzuri, lakini after kufanya kile kitendo, ukatoka ukienda rejection. I don't know why. Mbona usienda kuiba bengi ukirudi, unakutana na hizo hali. Lakini mbona tu Mungu akasema ni hiyo mambo ya mapenzi. Mbona sikuuze labda ukaibe, mkasengenya, mkakaa kwa group, lakini ukikosea tu, kuzini tu kufanya usharati, unajikuta mambo yako yameharibika. Unajikuta hakuna washirika tena. Na ni kitu cha dakika 5. Amen. Baada ya kwenda kujaribu, na labda wewe ni secretary ofisi fulani, hiyo wiki ukaambiwa hakuna kazi, ndio utaelewa ulifanya nini last week.
kuna makosa fulani nimekosea. So haikuwa si aliyekubeba, alikutazama akasema ningelimpata huyu angelikuwa wa kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Je, amekunajisi hajakunajisi? Na mbona unaingia kwa ibada unaanza kumshukuru Mungu, lakini wakati wa Yesu inasema ukimtazama na kumtamani umeshazini. Afadhali wakati wa kina Musa, Agano la Kale, ungepatikana wapigwe jiwe wa Yesu alipokuja kuna neema, ukitazama tu umeshazini. Ni kwa nini uingie kwa ibada uanze kumshukuru Mungu? Namba moja, wale wanaoandika, ukiingia kwa ibada, ukiingia kwa maombi siku zako 3 ama 10, tubu, andika kutubu, tubu. Unaenda mbele za Mungu, nitapeana mfano. Unaenda mbele za Mungu, namwambia Mungu, Baba, asubuhi ya leo ninakuja mbele zako nikikuomba ukatakase kinywa changu, takasa midomo yangu, takasa akili zangu, takasa mawazo yangu, takasa viungo vyangu vyote vya mwili. Baba, ninatubu kwa kulalamika, ninatubu kwa kunung'unika, ninatubu kwa kujikwaza, ninatubu kwa kusharati, ninatubu kwa kiburi, ninatubu kwa wivu, ninatubu kwa uchungu, ninatubu kwa ukali, ninatubu kwa yale yote Bwana nimewaza kinyume na mapenzi yako, nikatoka kwa njia zako, nikakosa kupendeza. Baba nisamehe, Baba nitakase. Ninatubu hata kwa zile dhambi nimetenda kwa kujua na hata kwa kutokujua. Mimi nakupisha tu, nakupa leakage. Lakini wewe ukiwa pale nyumbani, fanya zaidi yangu. Yesu asifiwe. Namba 2, kumshukuru Mungu. Umeshatubu. Hiyo ni mida ya saa 6 usiku. Umeanza kutubu. Ukisema amen, make sure ni saa 9. Hata simu ya maombi niliibiwa ni saa 9 na mnagapi. Mimi naomba tutapata mchana. Si leo utarudishiwa vitu vyako leo. Yesu asifiwe. Namba 2 ni kumshukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu namna gani? Unaenda mbele za Mungu na ambatanisha umeshatubu. Unamwambia Mungu, Baba, asubuhi ya leo nakuja mbele zako nikisema ni asante. Asante kwa kunipa uhai. Asante kwa kunipa uzima. Asante kwa kunipa afya. Asante kwa kuniamsha. Asante kwa kunipa pumzi. Asante kwa kunivukisha mwaka. Umekuwa mwema katika maishani mwangu. Umenilinda Bwana. Watoto wangu ni wazima. Baba, ninasema ni asante. Asante kwa chakula. Asante kwa mavazi. Yaani kila kitu ni asante, asante, asante. Kumbuka mimi sija hata kumsifu Mungu. Na Biblia yangu ilikuwa nikimwambia tu Mungu asante. Ameniamsha salama, asante. Hivyo kila kitu ni asante, asante, asante. Yesu asifiwe. Amen. Sije kulala katika ibada ukapoteza muda. Sina hata ibada. Ukiegemea kiti, mwili siku zote unapenda starehe. Na ndio ukifa unaenda kaburini, hiyo roho hiyo yenye haitaki ndio inafanyaje? Naenda kuna mahali popote. Sasa wewe lala tu kwa ibada. Huu mwili unaokudanganya utabakia pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So namba 3 yangu ni kumsifu Mungu. Sema kumsifu Mungu. Tunamsifu